Zamani tuliamini vijana wana mbio, wazee wanajua njia. Tukawapa roho ya kutuongoza tufike salama, lakini wakatuingiza msituni, tukapoteana. Tukaprove kumbe uongozi si umri bwana, bali ni matumizi mazuri ya akili. Matumizi mazuri ya akili ni kuwa tayari kufa kwa ajili ya watu wako, wakati matumizi mabaya ni kuwa watu wako kwa ajili ya majambazi. Kiongozi wa namna hiyo anaitwa mshenzi. Viongozi wa shenzi hushirikiana na majambazi kuipora Afrika. Wanahongwa chips kuku na soda, wao wanatoa almasi na dhahabu pamoja na magogo. Wanahongwa silaha za kuwaua ndugu zao. Wakosoaji eti ni wachochezi, wao wanaishi peponi. Watu wao wanaishi kama mbuzi wanaosubiri kuchinjwa msibani. Maskini anakula wali mbuzi siku ya msiba, na wakati marehemu alikufa kwa kukosa kidonge cha shilingi 5,000. Zahanati zao hazina dawa lakini zina kondomu. Hivi kondomu ni tiba ya nini? Mabepari yanawatunza vizuri viongozi wa Afrika pamoja na fujo zao. Ukikoa tu check up New York, matibabu London, lakini ukifa mazishi Afrika. Hicho ndio kizungumkuti cha bara la Afrika bwana. Afrika tumebarikiwa kila kitu, tukalaaniwa viongozi. Ni bara lenye viongozi wengi washenzi, wanaotawala kama mwizi aliyekuja usiku kuua na kuharibu kabisa. Viongozi waungwana ni wakutafuta dhahabu kule mwadui, hawaonekani. Akipatikana kiongozi muungwana atashambuliwa kuanzia nyumbani mpaka nje. Watamuita dikteta kwa sababu wamekata mirija, na kwa sababu wengi tunatumia za kuambiwa tu bila kuchanganya na za kwetu, tunachagua kujitundika. Mifano iko mingi sana. Kiongozi anayependwa Afrika ni yule anayewapuuza watu wake na yeye kwenda kula bata Ulaya na Marekani kila weekend. Huko atapewa vibinti vizuri utadhani vimeshushwa kutoka mbinguni bwana. Atakunywa mvinyo namba 1 kabisa na kwenda kubembea na kupiga picha na watu maarufu. Yani huko ni fulu shangwe. Akiwa ndani ya fulu shangwe, anasainishwa mikataba ya kilaghai, ile ya mangungo cha mtoto, halafu anatunukiwa PhD za heshima kutoka vyuo bora kabisa duniani. Wazungu wa very smart. Ili kukwepa mtego kama huo inabidi uwe mzalendo wa kweli. Viongozi wetu wanaishi, sisi tunaisha. Kimsingi wa Afrika wengi tulisha kufa kitambo. Unajua kufa si hadi uzikwe. Hata kuishi bila chakula mahali penye chakula ni kifo. Kuishi bila maji safi mahali penye mito, bahari na maziwa ni kifo. Kuishi bila huduma za afya mahali penye dhahabu, almas, tanzanite na wanyama pori ni kifo. Kushindwa kulipa ada za watoto kwenye shule zinazopumua ni kifo. Kuishi mtaa wenye giza na wakati umeme upo ni kifo. Kuishi kwa kumkwepa mwenye nyumba asikule kodi ni kifo napo. Kuishi bila mshahara na wakati unafanya kazi ni kifo. Kwa hali hiyo nani mzima? Wote ni misukule tu hapa. Zamani ukiona mtu anazungumza peke yake ujue alikuwa mzee anayesubiri kufa. Siku hizi hadi watoto wadogo wanaongea peke yao tena barabarani. Unadhani kijana mwenye bachelor degree kula kwa wazazi ni kitu kidogo Haya yanatokea Afrika, katika nchi yenye kila kitu, kwa sababu viongozi wetu walichagua kumtumikia bepari na kusahau watu wao. Hata wanapochaguliwa wanakwenda kushukuru nje, na wakati waliopiga kura wako ndani. Ajabu. Pongezi kwenu viongozi wa Afrika, mnaozuia rasilimali zetu kuliwa na majambazi. Najua mnapata taabu sana, lakini Mungu atawalipa. Kusimama kwa ajili ya Afrika na vyote vilivyomo si kazi rahisi. Unahitaji kichwa cha mwendo wazimu, kwa sababu ni vigumu kumtofautisha Mwafrika halisi na yule mwenye kilemba. Wote wako viti vya mbele makanisani, wakimtukuza Mungu kwa dhati na kinafiki. Wamevaa ngozi ya kondoo kumbe ndani ni mbwa mwitu. Hata aliyemmaliza Kwame Nkrumah ni Tom Mboya, yule jamaa kutoka Kenya, kumbe wakala wa CIA. Kikulacho kiko kwenye nguo zako za ndani, maana kikiwa kwenye koti kitakulaje sasa? Patrick Lumumba aliwapinga Wabelgiji, wakamkamata, wakamkatakata vipande, wakamyayusha kwenye pipa la tindikali, akapotea duniani. Wakongo wakarudi utumwani. Leo DRC ni kitoweo cha mabeberu. Wanakula, Wakongo wanacheza ndomboro ya soro. Maisha yanakwenda. Hivi yanakwenda au wao ndo wanakwenda? Haya yalifanywa na Mkongo mwenzake aliyechagua kumtumikia beberu na mali zake zote. Kule Afrika ya Kusini, Nelson Mandela alipinga ubaguzi wa rangi hadharani, akaishia mafichoni tena kwa miaka 27. Akarudi amezeeka akiwa mgonjwa wa kifua kikuu, akapewa kuongoza nchi. Mweusi akaonja thamani ya utu, mzee akafariki. Nchi karudi kwa wapuraji tena wazawa. Wanaiba, wanavuruga, halafu wanajiudhuru urais na kwenda kula walichoiba. Mwizi hukaa jela, lakini Afrika mwizi anakaa hotelini. Ajabu kweli. Mtu mzima unabaka mgonjwa,
halafu unapewa kuongoza nchi? Kuongoza au kukalea nchi? Afrika bwana, vioja vitaisha lini ese? Unajua tatizo la dhambi haikupi muda. Ukikosea inakuadhibu pale pale. Alianza Thabo, akafuatia Zuma, yule rais wa mitaala, na sasa ni Ramaphosa. Bwana mdogo Malema huwa anawachachafi hawa baba zake balaa. Hivi akipewa nchi naye ataangukia dhambini? Sina uhakika, ila ninachojua hata shetani alikuwa malaika. Nchini Tanzania nako, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliitangazia dunia kwamba ubepari ni unyama. Akaanzisha ujamaa. Ujamaa ukahujumiwa, ukao poraji na uonevu. Wajamaa wakatuangana risasi kule Isimani Iringa. Dr. Kleru, mkuu wa mkoa Baindheni, akaaga dunia kuelekea kaburini. Mwandidi akaaga familia kuelekea jela, halafu akanyongwa. Ujamaa ukamtia aibu baba taifa. Ujamaa ukaitwa unyama. Wajamaa wakapata njaa. Mabepari yakaleta chakula cha msaada Tanzania, mahindi ya njano, yelokoni, na kuitangazia dunia mabepari ya waokoa wajamaa. Wazalendo tukauchukia ujamaa. Mwalimu akaondoka madarakani na ujamaa wake. Nchi ikapoteza uzalendo na itikadi. Leo JPM anafurukuta kurudisha uzalendo. Kwani nani anajua maana ya uzalendo? Watu wafundishwe kwanza, waelewe, halafu wakatende. Kutenda pasipo uelewa ni matumizi mabaya ya akili. Muammar Gaddafi, my brother from another mother, naye akasahau historia. Akarudia yale yalomponza Kwame Nkrumah, kuiunganisha Afrika kijeshi, kiuchumi, kiitikadi na kisiasa, ili iwe na nguvu ya kupambana na majambazi. Akaanza na satellite ya Afrika. Afrika gharama za simu zikawa ahueni. Tukaanza kuwasiliana na dunia. Akaelekea kujenga benki ya Afrika ili tujinasue na makucha IMF na World Bank. Hapo akawa mebugi mazima. Mabeberu yakamshukia kama radi, yakamkokrochi Afrika, tukanywea. Lakini istoshe tukasema kwamba viongozi wetu waliochagua kuua badala ya kufa kwa ajili ya Afrika walitutia aibu kubwa. Walifanya mambo ya hovyo kabisa. Afrika yote tukaonekana washenzi. Mpaka leo Afrika tunadharurika kweli kweli. Wanatuita shitholes, yani choo cha shimo. Nani asijua ushenzi wa Matias Ngwema, yule rais wa Equatorial Guinea, aliyeua kila aliyevaa miwani akiamini ni msomi? Nani asijua ushenzi wa Kamuzu Banda, msomi aliyeua mawaziri wake kwa nyundo kichwani? Nani asijua ushenzi wa Prince Johnson, aliyemua Rais Konyan Do kwa kumkata masikio na viungo vingine vya mwili? Nani asijua upuuzi wa Mobutu, aliendekeza kula bata na huku watu wake wakifa maskini ndani ya utajiri wa kutupa? Nani asifahamu ushenzi wa Idi Amin Dada, aliyeondoa kero za walemavu kwa kuwaua wote? Nani asijua ushenzi wa Bokassa, aliyeua wanafunzi waliogoma kununua uniform kwenye kiwanda cha mke wake? Yako mambo mengi sana ya hovyo walifanya watangulizi wetu. Vijana wetu wanahitaji kuyajua haya ili wasiyarudie. Wakati mwingine mifano mibaya inatumika kufundisha mazuri. Tusichoke kujifunza, na huu ndio ukombozi wa Afrika. Zamani tuliamini vijana wana mbio, wazee wanajua njia. Tukawapa roho ya kutuongoza tufike salama, lakini wakatuingiza msituni, tukapoteana. Tukaprove kumbe uongozi si umri bwana, bali ni matumizi mazuri ya akili. Matumizi mazuri ya akili ni kuwa tayari kufa kwa ajili ya watu wako, wakati matumizi mabaya ni kuua watu wako kwa ajili ya majambazi. Kiongozi wa namna hiyo anaitwa mshenzi. Viongozi wa shenzi hushirikiana na majambazi kuipora Afrika. Wanahongwa chips kuku na soda, wao wanatoa almasi na dhahabu pamoja na magogo.